Zanzibar? Sio peke yake. Nasema hivi, ulisikia mwamuzi alihukumiwa katika mechi ya Simba na Yanga Zanzibar? Au wakati wa kazi ya uandishi ulikuwa hujaanza? Ninaongea na wewe. Tukumbushe. Nasema hivi, kazi ya uandishi ulikuwa hujaanza? Kamati ya masaa 72 ilipokwenda kumhukumu mwamuzi wa Simba mechi ya Simba na Yanga iliyofanyika Zanzibar, kamati imekwenda imesema mwamuzi alikata goli ilikuwa halali. Siku zote Waswahili wanasema ukimwona kobe amepanda juu ya mti basi jua kapandishwa. Yes. Tafsiri yake ni nini hiyo Kisugu? Tafsiri yake Yanga inaongoza ligi kwa sababu ya makosa ya binadamu ya waamuzi. Yes, kwa sababu ya waamuzi. Tukirejea kwenye mchezo wa leo, umeridhishwa na aina ya uchezaji wa wachezaji wako kwa maana ya klabu ya Simba? Yes, nimeridhishwa. Kwa sababu wana Simba tunapokuja katika uwanja cha kwanza kuona namna ambavyo tunahitaji kupata point 3. Kwa hiyo mimi naamini kwamba wachezaji wamekuja kupambana, tumepata point 3. Sisi kama mashabiki wa Simba tumeridhika. Na hivi naongea na nyinyi waandishi wa habari, tunajiandaa kusafiri kwenda Mbeya. Inshallah kwa Mwenyezi Mungu tutakwenda Mbeya. Tunaamini kwamba mechi itakuwa ngumu, mechi itakuwa na ushindani mkubwa, lakini kwa quality ya wachezaji wa Simba tulikuwa nao, namna ambavyo wanaonyesha speed ya kupambana style ya kupambana, mimi naamini tutakwenda kuchukua point 3 dhidi ya Mbeya City. Kwenye mchezo wa leo Simba wameonekana sio kuwa kwenye kiwango bora kama kile ambacho tumekizoea kukiona. Pengine hii FIFA break imechagiza kuonekana Simba kutokuwa imara katika mchezo wa leo. Kwanza naheshimu mawazo yako, lakini Simba alikuwa kwenye kiwango bora. Naheshimu mawazo yako, lakini Simba alikuwa kwenye kiwango bora. Spirit ya wachezaji wa Simba ilikuwa juu. Mimi naamini mwalimu alifanya kazi nzuri na karata zake alichanga vizuri kwenye nje ya mazoezi. Aliwajua namna ambavyo Pamba alivyokuja. Nafikiri mmeona watoto wa mjini wanasema leo Pamba muda wote walikuwa wamefanyaje? Wamekuja kuwagonga tu wachezaji wa Simba. Lakini niseme tu kitu kimoja. Moja katika mechi ambayo faulu zimefanywa katika ligi ya NBC, mimi naamini ya leo itakuwa namba 1. Lakini otherwise tunawapongeza wachezaji wa Simba kwa kujitoa. Michezo minne mkononi Kisugu. Mbio za ubingwa unaziona? Yes. Alama 2. 100%. Simba anakwenda kuwa bingwa wa ligi ya NBC. Mmetaka waandishi ndio hivyo, hamkutaka waandishi ndio hivyo. Hii unajihakikishia Kisugu. Quality ya wachezaji wa Simba, namna ambavyo wanapambana. Mimi naamini katika mapambano mechi 4 zilizobaki tunakwenda kukusanya pointi. Kwa hiyo mimi nawapongeza sana wachezaji wa Simba kwa namna ambavyo wanapambana. Na ndio moja ambao wanatuaminisha. Na ndio maana leo tunapata nguvu ya kusafiri na timu kwenda kuisupport. Kwa sababu tunaamini tuna wanajeshi ambao wamekamilika, wanajeshi ambao wanatupambania, wanajeshi ambao wanatupa furaha, na ndio maana tuko nyuma yao, na ndio maana tunajidai Simba anakwenda kuwa bingwa wa ligi ya NBC. Msimu ujao ligi ilimalizika na ubingwa ulioamuliwa kwa mechi 1 na kumbuka ambao mlipoteza alama 3. Msimu huu tofauti alama 2 lakini bado mna mechi 4 mkononi. Kisugu kwa upande wako kama shabiki na mwanachama wa klabu ya Simba, haikupi pressure yote katika kuiendea michezo mingi? Mwanadamu mwenye akili timamu anaishi kwa imani, kuamini kile ambacho anachokiamini. Na ndio maana hata ukirudi katika nguzo za Kiislamu ya kwanza ni imani, kushahadia. Ndio? Kwa hiyo mimi naamini. Na moja sababu kinachoniaminisha quality ya wachezaji wa Simba na namna ambavyo wanafanyaje? Wanavyopambana. Mimi nafikiri mmeona. Mama yangu Mama Doris wana msemo wake anasema, kimwona kobe juu ya mti, jua kafanyaje? Kapandishwa. Iko siku atachoka niyempandisha kobe. Sasa huyo kobe ni nani? Yanga. Kobe ni Yanga. Anaongoza ligi kwa makosa ya kibinadamu ya nani? Ya waamuzi au? Kwani mimi hata bodi ya ligi imesema kupitia kamati ya masaa 72. Ndio amesema hivyo kwamba anaongoza. Wewe mimi kama ungekuwa mwamuzi mechi ya Simba na Yanga ya ligi NBC, goli la Selemani Mwalimu, sema wakusikia watazamaji. Ipi sasa hiyo mechi? Goli la Selemani Mwalimu. Yes. Goli la Selemani Mwalimu, sema sasa. Wewe umeionaje? Mimi sijaona, labda wewe. Mimi pia sijaona. Bodi ya ligi tutawauliza. Waulize. Wewe umeionaje? Clear as goal. Kamati ya masaa 72 wamesema, ila waandishi hamtaki kusema kwa sababu tunajua kwa nini hamtaki kusema. Mungu ameshasema. Ole wenu waandishi wa habari na Mafarisayo. Kazi mliochagua Mungu alizungumza kabla mjaja katika dunia, kwa sababu alijua kuna waamuzi watakwenda watasimama katika misingi sahihi na kuna waandishi ambao watasimama katika misingi si sahihi. Lakini niwaambie waandishi na niwakumbushe moja katika masomo mliopitia vioni ambayo na mimi nimesoma huko. Kuna kitu kinaitwa Ulisomea uandishi? Yes, kuna kitu kinaitwa kubalance story. Kimu hamna? Kubalance story. Kubalance inaisema mimi, mwalimu akufundishi kubalance. Kubalance inaizungumza mimi. Balance. Soma na vizuri. Chuo gani ulisoma Kisugu? Umetupiga. Cha uandishi wa habari. Kipi? Ilala. Kipi kinaitwaje? Ilala. Guys,
Niwashukuru sana mashabiki wa Simba kwa namna ambavyo wamejitoa kuisupport timu.